Mzize Clement. Mzize! Attention please. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaianza safari hii leo kuelekea Eswatini. Safari yetu itaanzia hapa kwa shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania. Tutapitia mpaka Johannesburg, Afrika Kusini. Tutakuwa na mapumziko ya saa moja na baada hapo tutachukua ndege nyingine kuelekea Eswatini, ambapo tunakusudia kufika majira ya saa 10 jioni kwa saa za hapa nyumbani Tanzania. Punde mara baada ya kufika, vijana watapumzika kidogo na baada hapo tutaingia moja kwa moja kwenye maandalizi kwa maana ya mazoezi hii leo ya kuondoa uchovu wa safari, na kesho kwa maana ya Ijumaa, Jumamosi itakuwa ni siku ya mazoezi fully kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Nsingizini Hotspur. Maandalizi yetu kwa mpaka hapa yamekamilika kwa 80% kwa maana ya maandalizi ya kiufundi na ya kiutawala. Tangu tumemaliza mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo, tukaingia moja kwa moja kwenye maandalizi ya mechi hii, na tumepata michezo miwili ya kimataifa ya kirafiki ambayo imesaidia kwa namna moja ama nyingine meneja Pantev kupata taswira halisi ya kikosi chake kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya Nsingizini. Kwa hiyo kwenye upande wa maandalizi tuko vizuri sana, na tunaamini tutakuwa na mchezo mgumu dhidi ya Nsingizini, lakini maandalizi ambayo tumeyafanya na mahitaji tuliyokuwa nayo na mabadiliko tuliyokuwa nayo kwenye timu yetu yanatupa confidence kubwa ya kuwa na uhakika wa kupata matokeo chanya ambayo yatatuwezesha kufuzu na kwenda hatua ya makundi. Kikosi kinachoondoka hapa, tumeona magolikipa wawili, kijana mlitoa taarifa ya Bajaber kurejea mazoezini, na baadhi ya wachezaji pia ambao hawajaondoka, taarifa zao zikoje? Ya Bajaber amepona, lakini ndio kwanza ameanza mazoezi na wenzie na bado hajafikia kufanya ile mazoezi magumu, yani ile tough and fitness mazoezi ile bado hajafikia. Anafanya mazoezi mepesi ya taratibu kwa ajili ya kurejea kwenye utimamu wa 100%. Kwa mchezaji wa namna hiyo huwezi kusafiri naye wala huwezi kumpa nafasi ya kucheza, kwa sababu kuna uwezekano akatonesha jeraha lake. Kwa hiyo tumeamua kumwacha aendelee kufanya mazoezi binafsi, timu itakaporejea atajiunga na wenzini. Musa Kamara alikuwa kwenye timu ya taifa ya Guinea, lakini ripoti tulipata kutoka huko ni kwamba bado anajisikia maumivu ya hapa na pale kwenye goti ambalo aliumia kwenye mechi yetu ya mwisho dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo atarejea Tanzania, tutamwangalia tuone wapi kuna changamoto ya aina yote, na baada hapo majibu yatatolewa. Ndio maana umeona tuko na Abel Hussein pamoja na Tanzania One Yakub Suleiman. Bila shaka mmefanya kikao na wachezaji kuzungumza umuhimu na uhitaji wa mchezo huo. Tueleze kwa namna ambavyo mikakati ilivyo kwa kila ambacho mmezungumza na wachezaji kuhakikisha kwamba mnashinda mchezo huo ambao utakuwa mkubwa. Wachezaji wa Simba wanafahamu umuhimu wa mchezo huu. Kama kuna mchezaji hajui kama Simba anatakiwa kwenda hatua ya makundi, basi itakuwa ni changamoto kubwa na atakuwa hastahili kuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo wachezaji wenyewe tu wanafahamu ya kwamba tunatakiwa kuipeleka Simba makundi, kwa sababu kwa wale wachezaji waliopo wanaofahamu huo ndio utamaduni wetu. Kapombe huna haja ya kuanza kumkumbusha sana kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi. Mozamir huna haja ya kuendelea kumkumbusha kila siku kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi. Wao walikuwepo kwenye safari ya Simba kwenda makundi kwenye kipindi cha miaka 8 iliyopita. Lakini hata hawa wapya ambao wamekuja wamekuta hiyo historia. Wamekuta mafanikio ya Simba akicheza makundi back to back. Kwa hiyo hata wao
wanawajibika commit standard ya Simba Sports Club. Ndiyo tumekaa nao, tumewakumbusha ya kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, lakini hata wao wanafahamu ya kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, kwa sababu hiyo ni standard yetu sisi wana Simba. Mmewafuatilia kiasi gani wapinzani wenu, na pengine mnategemea kupata hamasa kule pengine ya mashabiki, kwa sababu tumeona baadhi ya timu ambazo zinacheza michuano hii zimesafiri na mashabiki wao? Kazi ya kufuatilia wapinzani wetu ni kazi ya benchi la ufundi. Naamini mwalimu Pantev ameshafanya kazi yake hii ipasavyo ya kuwafuatilia hao wapinzani. Kwa hiyo hilo linabaki kuwa kwake. Support tunategemea kubwa kutoka kwa mashabiki wetu, mashabiki kutoka nchi jirani na Eswatini, kutoka Afrika Kusini. Hapa tayari mashabiki wanasubiri tutue Johannesburg tuondoke nao kuelekea Eswatini, lakini tuna mashabiki kutoka Botswana, kutoka Zambia. Najua Eswatini ipo katikati, kwa hiyo imezungukwa na nchi nyingi ambazo zina wanasimba wengi. Kwa hiyo wale wote watakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba yao. Na kwa wale ambao wanatoka Tanzania, wanatoka Dar es Salaam, na wenyewe vile vile wapo wanaoanza safari siku ya Ijumaa, wanakuja kuungana na timu yao. Yote kwa yote tunategemea support kubwa, na tunaamini tutakuwa ugenini kama nyumbani. Kwa bila shaka umetembelea baadhi ya zile mechi ambazo mmecheza indoor za kirafiki. Mechi ya mwisho mkafungwa goli 4. Umeonaje kiasi gani umeona muunganiko wa timu chini ya meneja Pantev? Timu yetu imebadilika sana na imekuwa bora sana kiasi cha kuleta matumaini mapya. Kwanza sisi ushindi haikuwa shida zetu huko nyuma. Tulikuwa tunashinda vizuri tu, hasa msimu huu tumeshinda kila mchezo ambao tumecheza. Kwa sisi ushindi haijawahi kuwa kipengele. Tulichokuwa tunakihitaji, na ndio sababu ya kumchukua meneja Pantev, ni kutengeneza soka safi, ni kuifanya Simba icheze mpira wa kutisha. Unajua unaweza kumfunga mtu magoli 3 4, lakini ukawa haujamtisha, haujamchosha, haujamuogopesha. Kwa hiyo tulimchukua meneja Pantev aje tutengenezee Simba ya kutisha, Simba ya kasi, Simba yenye ubora, Simba ambayo ina uwezo wa kucheza mpira wa kiwango cha hali ya juu kweli. Na mabadiliko yote tutaanza kuyaona katika mchezo wetu wa tarehe 19. Katika mchezo wa tarehe 19, kutokana na uchache wa muda, usitegemee mabadiliko makubwa sana, lakini utaiona Simba imebadilika kwa kiasi fulani kutoka pale tulipoishia mechi ya mwisho kuja kwenye Simba hii mpya ya meneja Pantev. Kutokana na mipango mikakati ambayo umezungumza hapa, nini wategemea wana Simba ambao watakuwepo hapa kwa ajili ya kushuhudia live ya mchezo huo ambao kwa kuwa ni mechi mbili, hatuwezi kuahidi kila mechi na ahadi yake. Tunachoweza kuahidi wana Simba ya kwamba Simba anakwenda hatua ya makundi kwa kujumlisha matokeo ya mechi zote mbili, ya nyumbani na ya ugenini. Kwa hiyo wana Simba wao watudai group stage, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawapa group stage. Umeona pia umetambulisha goalkeeper mpya wa magolikipa. Mimi ni kocha mpya wa magolikipa. Ya, tumemtambulisha kocha mpya wa magolikipa. Jina lake utalitaja wewe. Ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu wa hali ya juu. Ni mwalimu ambaye atakuwa msaada mkubwa wa kunyanyua na kuongeza ubora wa magolikipa wetu. Simba tuna magolikipa wazuri sana. Hasa wanahitaji best coach kwa ajili ya kuja kuwanoa hawa vijana wetu, kuja kuongezea ubora hasa kwenye modern goalkeeping style, kuja kuongezea maarifa makubwa, kuja kuongezea confidence, namna ya kusafiri, namna ya kuchukua mali, namna ya kuondoka, namna ya kuanzisha mashambulizi. Hayo yote ni mwalimu huyu mpya anakwenda kuwatengeneza vijana wetu. Na mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Musa Kamara, mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Yakubu Suleiman, mtaona improvement ya kiwango cha hali ya juu mno kwa Abel Hussein. Kwa hiyo tusubiri
Huyu mwalimu ambaye tumemleta magolikipa ni mwalimu mtaalamu mno kwenye nchi za Ulaya Mashariki huku. Yes, ni mwalimu ambaye ana kiwango cha hali ya juu, ana uzoefu sababu yeye mwenyewe ni goalkeeper. Alafu ukimwangalia namna ambavyo alivyo, unaona kabisa ni mtu ambaye amekamilika. Bila shaka tumepata mtu sahihi sana ambaye atakwenda kuongeza viwango, ubora pamoja na ujasiri wa magolikipa wetu. Tumeshajivusha hatua ya robo finali, si ndio? Hao wengine watatu ambao tunaiwakilisha Tanzania pia unawaona msimu tukienda wote wanne. Tumejivusha. Mshasema tayari wana Simba watarajie tukiingia group stage. Je, vipi kwa timu nyingine ambazo zinabaki? Unaona tukiingiza timu 4? Tasiju. Hujui. Kuna timu nyingine zinashiriki? Singida anacheza shirikisho, Azam shirikisho, Yanga anacheza klabu bingwa. Na nyie pia klabu bingwa. Mimi najua mimi tu. Okay. Kwa hao ambao nimekutajia? Sina taarifa nao. Au Tanzania kubwa hii kaka. Huwezi kujua mambo yanayotokea mikoani huko si wapi huwezi kujua. Kwa muda wote wanashirika kinajua kama kuna timu nyingine 3. Nime concentrate na Simba yangu. Okay. Sijui kabisa hata kidogo. Niliwahi kusikia KMK anashiriki na yeye. Anacheza na Azam kwenye hiyo. Ndo mpinzani wake. Safi. Tuko sawa sawa. Singida hujasikia kabisa? Kwa mara yake ya kwanza na anafika hatua ya pili. Singida ya Masanza. Singida Black Star. Ni kama uijui vile. Ya Dr. Mwigulu Nchemba. Aliniambia juzi. Tuliona mko wote. Aliniambia juzi nilipokutana naye Singida. Sasa siku pay attention sana kama anashiriki michuano na kimataifa. Hujui kabisa. Kwa sababu yule hata Sekafa anaitaka kimataifa. Kwa sasa nikawa sijaelewa. Okay. Alifanyia parade ile Sekafa. Sasa nikawa sijaelewa anashiriki mashindano gani. Na wenyewe wamo. Wamo. Basi kauita kwa unyama ya Burundi hapo. Burundi. Sasa tumepata nchi za mchekea. Burundi. Imagine tunaenda Burundi, mwingine Malawi. Mzize Clement. Mzize! Attention please.